mimi kama mkuu wa wilaya kwa nafasi yangu nina wajibu wa kuwakumbusha ndugu zangu, wananchi wenzangu kwenda kushiriki kupiga kura ifikapo tarehe 29 mwezi huu wa 10. Zoezi hilo lilianza tarehe 1 mwezi wa kwanza Oktoba, na leo tumeweza kuhitimisha kwa kufanya michezo kwa kushirikiana na wananchi wenzangu na makundi mbalimbali. Wananchi hawa, Mheshimiwa mgeni rasmi, wamepata elimu ya kutosha kutoka kwa wataalamu wetu wa chuo cha Mwalimu Nyerere ambao tulizunguka nao katika kata zetu zote kwa ajili ya kuelimisha wananchi wetu kwa nini wanakwenda kupiga kura, kwa nini wanamchagua kiongozi bora. Kiongozi bora ni yule ambaye anashirikiana na wananchi katika masuala ya maendeleo. Kwa hivyo walipata elimu ya kutosha umuhimu wa kupiga kura na kwa nini wanakwenda kupiga kura. Kwa hivyo Mheshimiwa mgeni rasmi, mbele yako vijana hawa, makundi haya mbalimbali ya kina mama, kina baba na wanamichezo wamepata elimu ya kutosha ya mpiga kura. Kwa hivyo ni imani yangu itakapofika tarehe 29 tutajitokeza kwa wingi, kila mmoja kwa nafasi yake. Niwaombe sana na nitumie fursa hii, tujitokeze kwa wingi, twende tukashiriki kupiga kura ifikapo tarehe 29. Shika rafiki yako, shika mama yako, mpitie jirani yako, mwambie twende tukatekeleze haki yetu ya kimsingi, haki ya kikatiba, na ni haki ya kila mwananchi. Na mimi naamini kwamba wananchi wa Kigamboni mtakuwa pamoja nami, mtakuwa pamoja na wenzetu kwenda kupiga kura ifikapo tarehe 29 Oktoba. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na hayo, mazoezi ni jambo la msingi sana kwa kila mmoja wetu. Kwa hivyo ni muhimu kila mmoja kuchukua nafasi ya kwenda kufanya mazoezi, kukimbia na kunyosha mili, kwa sababu mazoezi yanatusaidia kujenga afya zetu na kujiepusha na magonjwa ya kutokuambukiza, lakini vile vile tunajenga afya zetu kwa ajili sisi ni vijana wa taifa la baadaye. Twende tukajenge masuala ya kiuchumi, tukajiendeleze. Bila hivyo, bila kuwa na afya bora, hautaweza kwenda kazini, hautaweza kufanya shughuli zako, hautaweza hata kusimamia ndoa yako, hautaweza vile vile kufanya masuala ya kimaendeleo ili kuweza kujipatia kipato. Kwa hivyo mazoezi ni jambo la msingi sana, na mimi kwa nafasi yangu niliona ni vyema niwaunganishe wenzangu ili tuweze kufanya mazoezi kwa pamoja na kushirikiana kwa pamoja. Nilikuwa nasoma andiko fulani linasema mitandao ina nguvu sana. Rais wa Peru kaondolewa na mitandao, Kenya vurugu za mitandao. Jamani, nguvu ya mitandao imeanza Tanzania 2015-16 na waasisi wa mitandao wenyewe ni sisi kina Manara. Kenya uchaguzi wa mwaka 92, mzee Odinga mwenyewe, kina Kenneth Matiba, hakukuwa na mitandao na kulikuwa na vurugu kubwa. Uchaguzi wa mwaka 97 hakukuwa na mitandao Kenya wala Tanzania wala duniani, kulikuwa na vurugu kubwa. Uchaguzi wa 2002 Mwai Kibaki anaingia madarakani, hakukuwa na mitandao na kulikuwa na vurugu na mauaji. Hulka ya vurugu haitokani na mitandao, inatokana na tabia na tamaduni. Tanzania hatuna utamaduni wa vurugu. Na wasihi sana vijana, ogopeni vihaka za mitandao, ogopeni matusi ya mitandao. Ukimuona mtu anamtukana mtu anayeweza kumzaa, anamtukana matusi ya nguoni, alafu wewe ukafata akili yake, basi na wewe utakuwa vile vile akili yako imechoka. Nimetoa ofa kwa wale waliokimbilia ughaibuni, na wapa ticket first class ya Emirates, watoke walipokuwa waje kuongoza maandamano ya tarehe 29 kama kweli wao waandamanaji. Wasiwatumie watoto wa maskini kukaa mbele kuchezea risasi wakati wao wako Marekani wanaandika habari za uongo. Msiadaike. Jeshi halitakubali kupoteza nchi hii kwa uongo wa mitandao. Rais Samia kama mkuu wa dola hatakubali dola imfie mikononi mwake. Hata mimi ningekuwa rais nisingekubali. Kajitokezeni kupiga kura kwa amani. Mkimaliza mrudi majumbani, msubiri iena kuanzia jioni. Nendeni mkapige kura, kutakuwa na amani, kutakuwa na utulivu.
hayo mnayoyasikia kupitia kwenye mitandao hayatakuwepo. Hayatakuwepo. Jiinueni vijana, wachukueni wazazi wenu, wapelekeni waende wakapige kura. Mkoa wetu wa Dar es Salaam una amani ya kutosha, kwa sababu tunao viongozi wetu ambao wanalinda amani ndani ya mkoa wetu wa Dar es Salaam. Kwa hiyo msiogope, wala kina mama wasiogope, wala vijana msiogope, wazee msiogope, nendeni mkapige kura. Hayo ni maneno ya mtandaoni tu, na kelele siku zote za mlango hazimnyimi mwenye nyumba kulala usingizi. Wana jogging oye! Wana jogging oye! Naomba niwaambie, hata uko kwenye mitandao wengi wanaozungumza hawapo hapa nchini, wako nje ya nchi. Sasa wao kama wanahitaji kuja kufanya maandamano, wangekuja hapa, waje washirikiane na wenzao hao wanaohamasisha, ili kusudi waweze kufanya hayo maandamano. Lakini nyinyi vijana, achaneni na biashara hiyo, kwa sababu wao wanawatanguliza ili nyinyi mpate madhara. Wao wamekaa Ulaya huko.